Watu wawili wanaodaiwa kuwa ni waendesha bodaboda wamepoteza maisha leo Aprili 14 mwaka 2026 baada ya kugongwa na treni ya abiria katika ajali iliyotokea eneo la mtaa wa Miemba, kata ya Malolo, manispaa ya Tabora. Treni hiyo ilikuwa ikitokea mkoani Tabora kuelekea Kigoma, huku ajali ikitokea umbali wa takriban kilomita 5 kutoka kituo cha reli ya kati Tabora mjini. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, vijana hao walikuwa watatu wakiwa wametoka kuwapeleka wanafunzi katika shule ya sekondari Kanyenye iliyopo jirani na eneo hilo. Wakiwa wanarejea, walikumbana na treni hiyo na kuanza kushindana nayo wakijaribu kuvuka kwenye makutano ya reli na barabara katika eneo la Malolo, hatua iliyosababisha ajali hiyo mbaya. Aidha, inadaiwa kuwa wawili hao kati yao walishindwa kuvuka kwa wakati na kuigonga treni hiyo ubavuni na kufariki dunia papo hapo, huku mwenzao mmoja akinusurika baada ya kufanikiwa kuvuka upande wa pili kabla ya treni kufika. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linatarajia kutoa taarifa rasmi kuhusiana na tukio hilo, huku likitoa wito kwa watumiaji wa barabara kuzingatia sheria usalama, hasa katika maeneo ya makutano ya reli ili kuepusha ajali zinazoweza kuzuilika. Hapo tatizo mpaka na mifupa imebaki. Ajali imewaponda kweli. Kwa nashindana baada ya kuchukua wanafunzi mjini kuwapeleka Kanyenye sekondari, wakati wanarudi walikuja wanashindana. Lakini mmoja aliwahi kupita. Hao wengine wawili ndio wakachelewa kaigonga treni kwenye ubavu. Mwingine amepelekwa paka kule, mwingine alikuwa amelala hapo. Ina kaponjeka hadi ubongo umebaki pale. Kwa kweli limekuwa ni jambo la kuhuzunisha sana, kwa sababu vijana hawa bado tulikuwa tunahitaji ni nguvu kazi ya taifa, lakini tulikuwa tunapenda pia kutoa ushauri kwa vijana, hasa wanaetumia vyombo vya usafiri kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Tunasema itakuwa ni jambo zuri sana kama endapo watakuwa wanatumia vyombo hivi vya usafiri wakizingatia usalama barabarani. Namna ya kutumia vyombo katika sehemu kama hizi za njia panda, ni vizuri sana kuwa katika mwendo mdogo na kuangalia usalama wao kwanza.